Hello, karibuni tena kwenye kipindi kingine cha kompyuta. Kwa jina naitwa Evans Kamanija, CEO and founder of TechShare Limited. Leo tunaenda kujifundisha introduction to hardware au software, ambapo tunasema tunaenda kusoma vifaa ambavyo vinatumika kwenye kompyuta, na tunaenda kusoma mifumo au programs ambazo zinatumika kwenye kompyuta. Okay? Tukiangalia vifaa hardware, okay? Kwa hardware ni kifaa chochote kilichopo kwenye kompyuta. Kifaa chochote kilichopo kwenye kompyuta, au tunaweza tukasema ni kifaa ambacho ni kitu chochote ambacho kinaweza kikashikika kwenye kompyuta, unaweza ukakishika. Ndio tunaita nini? Hardware, au tunaita kifaa. Kwa kifaa au hardware ni kitu chochote ambacho unaweza ukakishika kwenye kompyuta au ukakigusa. Okay? Kinaitwa hardware. Okay? Ambapo hapa kwenye vifaa vipo vingi, tuliviangalia kwenye kipindi kilichopita. Tulisema kuna input device ambazo zenyewe kazi yake ni kuweza kuingiza taarifa kama hizi ambazo hivi unaweza kuvishika. Okay? Ni input device, unaweza kuvigusa kwenye kompyuta. Vile vile tuna output device ambazo zenyewe unaweza kuvishika kama hivi vinavyoonekana hapo kwenye picha, na vitu vingine vyote ambavyo tuliviangalia. Kitu chochote ambacho kiko kwenye mfumo wa kompyuta unaweza kukishika, hicho tunakiita hardware. Hardware ni kifaa chochote kilichopo kwenye mfumo wa kompyuta, na kilichopo kwenye kompyuta ambacho kinaunda kompyuta, aidha cha nje au cha ndani. Kwa mfano unaweza kuwa na USB. USB ni external device, peripheral ya kompyuta ambayo unaweza kuishika. Kwa hiyo vyote vinakuwa vinaitwa hardware. Kwa hiyo vifaa vyote ambavyo unavishika tunaviita hardware. Hapo tuna software, ambayo software zenyewe ni program. Okay? Ni program au mifumo ya kompyuta ambayo huwezi kuishika. Kazi yake inakuwa imebeba maelekezo ya kufanya kazi fulani, ya kuiamrisha zile hardware au zile vifaa vifanye kazi gani kwa wakati huu. Kwa hizi ni kitu chochote ambacho kiko kwenye kompyuta ambacho huwezi kukishika, na tunaita nini? Software. Kwa software ni kitu chochote kilichopo kwenye kompyuta ambacho huwezi kukishika, wala kukigusa. Tunakiita hardware. Kama maandishi yanavyoonekana hapa, maandishi huwezi kuyashika kwa sababu yako kwenye mfumo wa software. Okay? Kwenye mfumo wa software. Na hizi ziko nyingi. Tutaangalia kuna operating system, ambapo kwenye operating system tutaziangalia yenyewe. Hizi ni software ambazo zinabeba maelekezo, okay, fulani. Na hizi software ziko za aina kuu mbili. Aina ya kwanza ni application software na aina ya pili ni system software. Ambapo kwenye application software tunasema application software zenyewe ni software ambazo au ni mifumo ya kompyuta ambayo imetengenezwa kwa ajili ya kufanya kazi fulani. Kwa mfano kuna Microsoft Word. Hii inaitwa Microsoft Word, ambayo yenyewe kazi yake ni kuandika document au report au kitu chochote au notes. Hata unaweza kuandika notes ukaziweka kwenye mfumo wa maelezo kama zilivyo hizi. Kuna publisher, na yenyewe inatumika kwenye design kama kadi za harusi, vyeti, vitambulisho na vitu vingine. Hizi ni program ambao kazi zinakuwa zimetengenezwa kwa ajili ya kufanya kazi maalum. Kuna VLC player kwa ajili ya kusikilizia nyimbo au kuangalizia movie au video kwenye kompyuta. Kwa kazi yake ni kuangalizia, huwezi kutumia hii kwenda kuandikia. VLC kazi yake ni hiyo. Na downloader kazi yake yenyewe ni kupakulia vitu kutoka kwenye internet. Kwa mfano kuna msanii ametoa wimbo kaweka kwenye internet, wewe unataka uwe nao kwenye kompyuta au kwenye simu yako. Kwa lazima utumie downloader, ambayo kazi yake yenyewe inapakua vitu kutoka kwenye mtandao kuja kwenye kompyuta yako. Kwa hizi ni application software zinafanya kazi maalum. Kwa hiyo siwezi kutumia downloader kuangalizia movie. Au siwezi kutumia downloader kuweza kuandikia au kutengenezea kadi za harusi. Kwa hii inatengenezwa kwa kazi maalum. Tuna WhatsApp ambazo zenyewe zimetengenezwa kwa ajili ya mawasiliano ya kijamii, na social network. Okay? Kuweza kukutana, kuwasiliana, kubadilishana mawazo. Hiyo ni mifumo ambayo imetengenezwa kwa kazi maalum, na zingine ziko nyingi. Hizo tunaitaga application software. Okay? Kwa application software ni software ambayo ukija kwenye mfumo wa kompyuta au kwenye simu yako pale ukifungua, zile zinaweza kuwa zinaonekana kwenye uso wa simu yako au ya kompyuta yako kama hizi.
hizi zinakuwa tunaziita kama hiyo Opera Mini au Opera Browser, zote zinakuwa zinafanya kazi ya ni application software. Kazi yake ni kufanya kazi fulani tu maalum. Okay? Baada ya hapo tunaweza system software. System software kazi yake zenyewe ni kuzisaidia vifaa vilivyo kwenye kompyuta ziweze kuwasiliana sasa na hizo application software ambapo program au mifumo ya kompyuta ambayo inafanya kazi maalum. Kwa system software ni kama damu kwenye mwili wa binadamu. Damu kwenye mwili wa binadamu tunasema unaweza kuwa unaumwa mguu, lakini unaenda hospitali unapewa dawa. Sasa ile dawa unakunywa mdomoni. Je, inafikaje sasa kwenye miguu? Kwa damu ndio inayosafirisha hizo dawa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa na huku sasa unaweza kama una simu, labda simu ya torch. Unabonyeza button ya kuwasha torch. Sasa najuaje sasa hivi mbonyeza button ya taarifa zinafikaje kwenye torch? Ni kwamba hizo system software ndo zinazopeleka taarifa kutoka sehemu moja, zinazounganisha kati ya vifaa vilivyo kwenye kompyuta, vifaa vile vya kompyuta na zile application ambazo tumeziangalia hapo juu, program kwa ajili ya kufanya kazi fulani maalum. Naweza nikawa nataka niangalie video, kwa hiyo inabidi nibonyeze nifungue ile application ya kuangalia video. Kwa hiyo inapoifungua inajuaje kama sasa naenda kufungua programu hii? Hizi ndio zinazounganisha kati ya zile hardware na hizi software na zingine na drivers. Na hapa tuna vipo vingi sana system software. Kwa mfano kuna operating system, ambapo kwenye operating system tunatumia Windows. Kwenye kompyuta tunatumia Windows, na hizi ziko za aina nyingi. Tunatumia Ubuntu au Linux, watu tunatumia Mac OS na zingine nyingi ambapo kwa ajili ya kutolea taarifa. Kwenye simu tunatumia Android. Ukiwa unawasha simu yako ndio unakala neno pale Android. Android ni system software. Tunatumia ISO, wanaotumia iPhone, wanaotumia simu za touch tunatumia Symbian. Kwa hizo ni system software ambayo kazi yake kutoa connection, muunganisho kati ya zile vifaa vilivyo kwenye kompyuta na kuamrisha vifaa vya hardware. Kwamba unapobonyeza button maana yake unaamrisha kitu fulani kifanyike kwa wakati huu. Kwa hiyo unapeleka taarifa kwenda kukiamrisha kile application software, program maalum kwa ajili ya kufanya kazi fulani, inakuwa inaitwa system software. Okay? Kuna drivers, device drivers na zenyewe kwa ajili ya kuwezesha kitu fulani kiweze kufanya kazi. Tuna diagnostic tools na zenyewe kwa ajili ya kufanya kazi fulani. Kwa hizi ni mifumo ya kompyuta ambayo inaiwezesha sasa kompyuta iweze kuwasiliana na vifaa vyake. Okay? Na hapo ndio itakuwa mwisho wa kipindi cha leo. Asanteni kwa kutazama hii video. Na tafadhali naomba msubscribe kwenye YouTube channel yetu, hizo zinapata video nyingi zenye mafunzo mbalimbali yenye kuweza kukupa ujuzi. Asanteni, Mungu awabariki, tuonane siku nyingine.